Tusonge mbele ambapo viongozi wa upinzani wamezidisha kampeni zao dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, wakianza ziara yao ya kimkakati katika ukanda wa pwani ya nchi hii ili kupata msaada kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Msafara huo uliojumuisha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ulifanya ziara katika kaunti ya Tana River, wakianza katika kaunti hiyo ambapo walikusanya umati mkubwa wa watu katika kauli yao ya one term. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wameanzisha ziara yao ya kueneza umaarufu iitwayo The Whistle Stop katika ukanda wa pwani, ikiwa ni siku moja baada ya pitapita zao kampani ili kuimarisha umoja wa upinzani. Wawili hao wakiwa na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa na naibu kiongozi wa chama cha Democratic for Citizens Cleophas Malala walifanya ziara katika mji wa Voi, kaunti ya Taita Taveta na kuzungumza na wakazi. Gachagua akizungumza na umati alieleza wasiwasi kuhusu jinsi rasilimali zimekuwa zikigawiwa nchini, akidai kuwa mchakato huo umejaa mapendeleo. Alidai kuwa Rais William Ruto amekuwa akipendelea eneo la bonde la Ufa kwa gharama ya maeneo ya milima ya Kenya na mengineo nchini. Kuna hii maneno amepanga empowerment, amepanga budget ya shilingi bilioni 10 katika kila constituency Kenya, lakini pale kwake kwa watu ya jamii yake amepanga 100 million, na hii ni pesa ilikuwa ya capitation ya kulipia watoto shule. Hiyo pesa amechukua amepatia Mr. Anamwambia kwa Wakenya wengine peleka milioni 10, lakini kwa jamii ya Rift Valley peleka 150 kwa kila constituency. Ni mkabila si mkabila, ni mkabila si mkabila. Wakati huo huo, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alishikilia kauli za Gachagua. Alieleza kuwa anapanga kubadili jina la chama lake kuwa Wiper Patriotic Front ili kuvutia vijana wa kizazi cha Gen Z. Aidha, aliwataka vijana hao kuadhimisha tarehe 25 Juni kama siku ya kitaifa kwa kukumbuka vijana wa Gen Z waliouawa katika maandamano ya Juni tarehe 25 jana walipokuwa wakipinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 ambao sasa umekufa. Gen Z hoye! Vijana hoye! Hebu onyesheni Gen Z na Gen Z ili kuheshimu vijana wetu. Hata chama cha Wiper tumepindua jina, tunaita Wiper Patriotic Front ili kuheshimu vijana Gen Z ambao waliuawa na serikali ya Ruto. Akielekeza kidole cha lawama kwa rais, Rigathi Gachagua alidai kuwa chama tawala kimeharibu sekta ya elimu na afya, akisisitiza kuwa mamlaka ya huduma za afya nchini SHA ni ya kushindwa. Watu wa Voi tumefika hapa tukielekea Mombasa, tukitaka kuomba tusaidiane kumfukuza huyu Kasongo. Mwai Kibaki alituachia masomo ya bure. Huyu Kasongo amesema kila mzazi alipe, ndio tukue watu ya kumuomba yeye na kumpigia magoti. Ashindwe asishindwe, ashindwe asishindwe. Huyu Kasongo ameharibu mambo ya matibabu, ameleta mnyama anaitwa SHA. SHA inafanya kazi ama haifanyi? SHA inafanya kazi ama haifanyi? Kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, ambaye pia alizungumza na wakazi, alikosoa utawala wa Kenya Kwanza kwa kushindwa kutekeleza ahadi zao za kabla ya uchaguzi na kulaumu serikali kwa kupanda kwa gharama ya maisha. Tangu huyu jamaa anaitwa Zakayo aingie na mambo yake ya bottom up, ushuru umetoka bottom umeenda wapi? Up. Tangu aingie mambo ya uongo, alikuja Taita Taveta akadanganya atamaliza shida ya maji Taita Taveta. Ufisadi pia umetoka bottom umeenda wapi? Up. Ameuza kila kitu. Sasa macho yake yako pwani hapa. Hapa kwenu peke yake ndio kuna ekari milioni 1. Viongozi wa upinzani, bila kujali kampeni yao ya kupunguza umaarufu dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza, wanatarajia kutembelea Mombasa na